Hali ya majonzi na simanzi vimetanda katika kijiji cha Oragidida, Babati mkoani Manyara wakati wa mazishi ya mama na mwanae waliopoteza maisha katika tukio la kutisha ambalo limehuzunisha wakazi wa eneo hilo. Bi Zauda Shabani mwenye umri wa miaka 57 ameagwa kwa heshima zote za kidini ya Kiislamu, huku mwanawe Jamali Yusufu mwenye umri wa miaka 28 anayedaiwa kumuua mama yake huyo alizikwa kimya kimya bila ibada yoyote ya kidini kufuatia msimamo wake wa kutoamini dini na kujitambulisha kama Rasta enzi za uhai wake. Kwa mujibu wa mashuhuda, Jamal anadaiwa kumshambulia mama yake kwa kitu chenye ncha kali, tukio ambalo liliibua hasira kali miongoni mwa wananchi waliomshambulia hadi kufariki dunia muda mfupi baadaye. Mwandishi wa AyoTV amefika katika kijiji hicho na kutuletea simulizi kamili. Mimi naitwa Mikandaba na hizi ni ripoti zaidi. Naitwa Idi Gisila Gitianga. Watu tumelaani sana hiki kitendo. Ndio maana tumewaambia wazee wetu pia wa mila ambaye ni wakale sana wajaribu kurudia historia. Yawezekana kuna mahali kuna jambo, lakini washirikiana na viongozi wetu wa dini kuona kwamba kama kuna jambo limefanyika mahali basi waweze kukumbuka. Lakini tumewasa pia wazazi wetu kwa maana ya kina mama na kina baba washirikiane katika familia, ngazi ya familia, kuona kinachotokea katika familia isijirudi. Historia inaonyesha huyu bwana huyu kijana leo huwa mama yake alishakuwa na mgogoro na mama yake, jirani akiendelea kumsaidia, jambo ambayo ilipelekea hata kupelekwa polisi na akarudi akapotea kwa muda mrefu, na baadaye alirudi kuja kuishi na mzazi wake, kitendo ambayo baadaye ilipelekea mama kupoteza maisha na yeye kupoteza maisha baada ya wananchi wa serikali kuja kuchukua hatua kwa ghadhabu. Kwa hiyo tunasema sisi tumekubaliana kama jamii kwamba sasa tutachukua hatua ya kuhakikisha tunarejesha ulinzi shirikishi ya jamii katika kila kitongoji, na ili wale wote watakaoonekana si wa kawaida waweze kuhojiwa na kupelekwa katika vyombo vya sheria kwa ushirikiano wa serikali na familia zetu. Kwanza nimeahidi ushirikiano kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi katika kata kwamba tutahakikisha kupitia vijiji vyetu 6 na vitongoji vyetu yote 26 kwamba ulinzi unaimarishwa, na kwamba popote yeyote ambaye tutamhisi anauza dawa bila kusita kupitia mikutano mikuu ya vitongoji tutashirikiana kumbaini bila kuogopa, na pale ambapo familia husika yenyewe itakuwa inahatamia na kuililinda tutachukua hatua kumkemea na kuchukua hatua. Jina naitwa Isa Mustafa Maguo, ni katibu wa kamati ya amani wilaya ya Babati. Matendo kama haya ya ukatili kwanza tunalikemea kwa nguvu zote, na tutaendelea kukaa na tutaiomba serikali hasa kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya ili kamati ya amani ipite kila kata kuweza kukemea na kutoa elimu hasa kuhusu amani, kwa sababu kamati yetu ina makundi yote, viongozi wa dini ya Kiislamu, dini ya Kikristo, pia na wazee wa mila. Pia hayo yote tutaiomba serikali iweze kutuwezesha kamati yetu tuweze kufanya hiyo kazi, tupite kila kata ndani ya wilaya ya Babati ili tuweze kukemea kwa nguvu, kwa sababu watu wa dini jamii inawasikia zaidi. Bwana yeye alikataa dini, alisema mimi si Muislamu, mtanizika kama yani kinyume na Uislamu, jinsi tutakavyofanya kama ngo nitupa mitupe. Kwa hiyo yote vile mimi naishi kirasta, umeona. Kwa hiyo mimi naishi kirasta, maana huyu bwana ni shemeji yangu, ni kaka ya sema ni ndugu na mke wangu mdogo. Alisema bwana siku moja kuja pale nyumbani akasema mimi madhehebu yangu si dini ya Kiislamu, mimi nipo hivi tofauti, na niliwahi kufanya mikazi kwenye nyumba. Mimi pia ninajishughulisha na masuala ya fundi, kwa nikifanya kazi ya kuweka single nyumba hii ya kwao hapo. Na siku moja aliniambia bwana sitaki kelele za Kiarabu hapa, yani nilikuwa nasoma Qur'ani, akaniambia sitaki kelele za Kiarabu hapa, na mimi si Muislamu, mimi nitaishi na hivyoishi mimi, na siku nikifa mnizike tofauti na Uislamu. Na hata hivi sasa hivi tunakwenda kumstiri huyu bwana hali ya kuwa hatumstiri Kiislamu, maana tayari alijijengea mazingira yake kabla ya kufa. Kwa hiyo mama yake atazikwa Kiislamu, lakini yule kijana huyu atakuwa amezikwa tofauti na dini yetu ya Kiislamu, atazikwa na wazee wa mila, yani atazikwa tofauti na misingi ya dini ya Kiislamu.